Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Kama kawaida, TV yako inakupa vipindi mbalimbali kaza vya kisiasa, vya kijamii na pia vile vile vya kiuchumi. Mpenzi mtazamaji, kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata kile kipindi chako ambacho waga kinakujia kila wiki. Ni kipindi cha mtazamo wa kisiasa, na kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu siasa za nchi ya Jamhuri ya Tanzania, ama muungano wa Jamhuri ya Tanzania, ambako kulifanyika uchaguzi. Kwa hiyo tutakwenda kuongelea mambo mengi kuhusiana na uchaguzi uliofanyika na mambo yanaendelea huko katika nchi ya Tanzania. Siko peke yangu, na shirikiana na mwenzangu. La nikumbushe kwamba mimi ni Safari Almas, nina mwenzangu ambaye tutashirikiana naye. Labda ungejitambulisha. Kwa jina mimi ni Isaac Mulucha Ashibe, nimekuwa mwalikwa wako Safari Almas, nashukuru sana. Asante sana, ndio ambaye tutashirikiana naye. Isaac, tariki 29 katika nchi ya Tanzania kuliweza kufanyika uchaguzi, ambako uchaguzi ule ulikuwa ni uchaguzi wa bunge pamoja na rais, na kuliweza kushuhudia uchaguzi ule ambao ulipelekea Rais Samia Suluhu Hassan kuibuka mshindi katika wapiga kura milioni 34. Alikwenda kuchaguliwa na watu milioni 31. Akawa na kama 98% hivi za kura ambazo aliweza kuibuka nazo. Hii kwako inazungumza nini? Kwangu hiyo Safari, ni jambo ambalo lilikuwa lazima litokee hivyo. Halikuwa la kupingika kabisa, kwa sababu katika nchi kama Tanzania ambayo inakuwa na zaidi ya watu milioni 60, usikie kwamba milioni 30 na kadhaa hivi ndo wamepiga kura. Hiyo inamaanisha kwamba moitié ya population ya nchi haikupiga uchaguzi, haikupiga kura. Sasa wakati upande ukagawa raia mara pili, mmoja upande haukufanya uchaguzi, wengine wamefanya uchaguzi, alafu wale wengine ndio wanamchagua rais kwa asilimia kubwa, hivyo unatambua kwamba hapo sio tu wale ambao wamepiga kura walikuwa labda tuseme kwamba walikuwa wametengenezwa kwa namna fulani hivi, lakini pia zile kura zenyewe ambazo zimepigwa pale ni kura ambazo zilipatikana kwa njia ya giza kidogo. Sasa nilifikiria kwamba ili jambo sio geni sana. Tulifikiria kwamba Samia angepita tena 100%, haingeshtua mtu, kwa sababu CCM peke yake ndio ilikuwa imefanya uchaguzi huu. Lakini kulikuwa na wapinzani karibia 5 hivi ambao waliweza kugombea, waliwania kiti cha urais. Wapinzani walikuwepo, lakini hawakuwa wapinzani kama upinzani wenyewe unavyohitajika kuwa, kwa sababu kuna upinzani Safari Almasi, alafu kuna vibaraka. Wale walio nilimuona mama mmoja hivi alikuwa kati ya wale wapinzani katika kupiga kura kuwania urais. Yeye kwanza katika hotuba zake anakuwa na uhakika kwamba yeye atakosa. Tunasema kwamba mimi nikikosa nitapokea, nikipata nitapokea. Kwa hiyo unagundua kwamba huyu alikuja kutimiza, hakuja kuchaguliwa. Sasa hivyo tunakuwa na uhakika kwamba wapinzani ambao walibaki vilikuwa ni vibaraka vya CCM, walikuwa watu ambao wameshazungumza bwana, nyinyi mtabaki hapo, kwa sababu kuonesha dunia nzima kwamba kuna demokrasia hapa nchini, tusiwafukuze wote, hapana. Lakini wapinzani wenyewe wametolewa. Ndio wale wazalendo, ndio Chadema, wale ndio wapinzani. Na ukiangalia uchaguzi huo uliweza kufanyika, ila kulishuhudiwa maafa mengi. Sasa watu waliuawa, vitu viliharibiwa, maduka yalichomwa moto, baadhi ya watu kukamatwa kiolela. Ukiangalia katika historia nchi ya Tanzania, jambo hili ndio mara ya kwanza kwa hilo kufanyika. Halijawahi kutokea, na kwa sasa lilitokea kweli. Kwa namna tathmini ilivyo, wangehachia wale ambao wanashikilia sasa mpinzani ambaye ni mkuu kule wa chama cha demokrasia na maendeleo, ambaye ni Tundu Lissu. Kweli haya maafa yasingetokea, ama vijana walijitokeza tu kwa ajili ya mabadiliko ya katiba, si kwa sababu Tundu Lissu yuko mahabusu. Kama tulivyozungumza wakati uliopita Safari, ni kwamba maandamano haya ni ya vijana, ni wananchi wote wa Tanzania wote ambao wanataka mageuzi, wanataka uhuru, wanataka haki. Kikubwa sana tuseme ni vitu viwili. Cha kwanza ni kubadili katiba, kwa sababu wanasema kwamba katiba inampatia nguvu sana mtawala. Lakini cha pili pia ni kufanyika uchaguzi ule upate kufanyika wa wazi na wa haki. Sasa hivi tuliona kwamba uchaguzi uliopitishwa hapa 29 haukuwa uchaguzi wa haki, kwa sababu uliwaminya sana wapinzani. Na kama unaminya mpinzani, unakuwa unaminya sehemu moja
ya wananchi. Kwa sababu wananchi nao wapinzani nao ni wananchi kama wananchi wengine, wanakuwa na wafuasi wao katika nchi hiyo. Sasa Watanzania wanataka uchaguzi upate kuwa wa wazi na wa haki, na pia katiba ibadilishwe. Ndio maana walifanya maandamano. Hawakufanya maandamano kwa sababu kuna mtu fulani alifungwa, kuna mtu fulani labda kama vile Tundu Lissu wamtetee yeye. Kama wangefanya kwa mtu, basi wangefanyia kwa ujumla fulani, kwa sababu tulishuhudia au tunashuhudia kwa muda sasa kunakuwa na siasa za utekaji Tanzania, ambazo wanawateka watu wakubwa, watu mashuhuri. Yeyote anataka kusimama kukosoa serikali, basi huyo mtu anafuatwa na watu ambao wanasema kwamba hawajulikani mpaka sasa, anafuatwa, anawekwa nafasi ambayo hatajulikana kabisa. Akina Polepole wako huko na wengine wengi sana. Sasa labda wananchi na waliona jambo lile lifike kikomo, polisi lazima itoe maelezo, watu wanaenda wapi, wanatekwa vipi. Kwa hiyo haki lazima itendeke katika nchi, ndio maana waliandamana. Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuchaguliwa katika uchaguzi tarehe 29. Tarehe 3 ya mwezi wa 11 alikwenda kuapishwa katika mji mkuu ambao ni makao makuu ya nchi ya Tanzania kwa sasa, huko Dodoma, katika uwanja wa jeshi. Ukiangalia kadri ya jinsi waga kila siku zinafanyika sherehe za uapishaji ama za kuprete serma kwa rais, wananchi wa kawaida waga wanashuhudia, na mara nyingi waga zinafanyika, wanashangilia, waga zinafanyika kwenye uwanja mkubwa ambao utarahisisha raia wa tabaka la chini kuweza kushuhudia. Ila kwa mwaka huu ama kwa awamu ni jambo ambalo alikufanyika, ilikuwa ni la siri, tunaweza tukasema hivyo, kwa kuwa watu ambao waliingia pale ni wanajeshi na wale wageni ambao walitoka nje, maraisi na watu kaza, lakini raia wale wa tabaka chini, raia wa kawaida hawakuruhusiwa kuingia. Huenda labda ni kutokana na hisia ambazo zilikuwa na wananchi, wale jazba wangeleta fujo, ndio serikali iliyofia, ama ni namna waligeuza tu. Hapo sio pa kuuliza Safari, hapo mambo yako wazi. Nchini kuna ghasia, kuna matatizo, kuna wananchi ambao wanaandamana, ambao alafu kwenye matamshi yao wanasema tuko tayari kwa kila kitu kile. Kwa hiyo ilikuwa ni namna tu ya kumlindia usalama rais. Labda kungekuwa watu ambao kama wangefanya hadharani raia wapate kujumuika hapo, kungeingia kweli watu ambao wanapenda Mama Samia, hili kungejipenyeza watu wengine ambao hawamtaki, labda wangezuru usalama wake, wangekuja kuyumbisha usalama pale ndani, alingekuwa jambo zuri. Kwa hiyo walifanya vile, sio kwamba ni kawaida, ni jambo ambalo limefanyika ni jambo ambalo sio la kawaida, limefanyika kwa sababu ya kumlindia rais usalama ambao usalama wake pia unakuwa una dependre kwenye kujenga usalama pia wa taifa, kwa sababu Samia pale au rais yeyote yule akiguswa ni taifa ambalo linatikisika. Kwa hiyo ilikuwa tu jambo la kutahadharisha tu matokeo mabaya yasitokee. Lakini vile vile hivi kunaendelea kamata, kuna baadhi ya watu ambao wameshaanza kusakwa na serikali. Ukiangalia watu mashuhuri, ma celebrity nao wameshaanza kusakwa, wakisema kwamba wana kesi maandamano, wana kesi ya uhaini, kuna wengine wana kesi ya uchochezi. Kwa namna tathmini ilivyo, kwa namna siasa zinavyoenda kwa kukamata wale watu, hii haitakuwa na hasara katika siku za usoni ama katika vizazi ambavyo viko, kwa kuwa wakiendelea kukamata vijana ni kama hali ndio inaendelea, si kwamba wanakomesha, wanaweka kikomo. Hasara haiwezi ikakosa, kwa sababu hasara kwenye maisha ya mwanadamu inatokana na kila jambo tunalolifanya. Sasa kwenye jambo hilo ni kwamba hii kamata, kwa sababu kuna habari kwamba kuna vijana ambao hawapungui 200 ambao waliweza kukamatwa na wanatakiwa wajibu kwenye mashtaka hayo ya uhaini. Licha ya hapo, kuna listi nyingine ambayo ilitolewa ya kuwatafuta vigogo takriban 10 hivi ambao nao wanashutumiwa shutuma hizo za uhaini, na wanatakiwa na wajibika wapate kujiripoti kwenye vituo vya polisi hapo nchini Tanzania. Sasa jambo hilo Bwana Safari ni jambo kwanza kubwa na geni Tanzania, kwa sababu uhaini ni kesi kubwa. Huko kwetu tunaita trahison, haute trahison. Maana yake hapo umeisaliti nchi. Kesi ya mwisho hukumu yake ni kunyongwa, ufe. Sasa kuwakamata vijana wadogo mkiwemo mabinti, wavulana ambao waliandamana wakitaka haki, wakitaka usawa, wakitaka uhuru. Sasa inakuwa ni jambo kidogo watu kama hao uwachukue, uwashtaki kwa kosa ya uhaini, linakuwa ni jambo ambalo haliingii vizuri akilini. Kuna mabinti wadogo tu ambao wameshikwa, nao wanashtakiwa uhaini 23, 20, 19.
kuna hawa ambao viongozi wenyewe hawa kama vile akina Gwajima vile ni watu ambao ni wana CCM kwanza, lakini ni watu ambao wanapigania tu uhuru, wanasema kwamba ili jambo liweke sawa, ili liweke sawa, lakini nao wanasema uhaini. Sasa ile kesi ya uhaini kwanza kwenye historia tu ya Tanzania ni kesi ambayo haijawahi kumfika kila mtu. Kila mtu wa Tanzania walikuwa na mkoloni Mwingereza. Mwingereza mwenyewe hakuwahi kumhukumu ovyo ovyo wa Tanzania hata wakati wa ukoloni kwa kosa hilo la uhaini, kwamba kwa sababu mtu ametembea, kwa sababu mtu anapinga ukoloni na anasema uhaini, ataitwa mchochezi, atalimbikizwa makesi mengine. Lakini uhaini ni kesi kubwa sana ambayo haikutarajiwa kulimbikizwa kwa vijana wadogo wao ambao wanapigania uhuru wao, alafu vijana wa Gen Z ambao wanataka haki tu kwenye nchi. Sidhani kama hapo sheria ilifuata vizuri mkondo wake. Lakini tujue kwamba kwenye nchi zetu au kwenye siasa za ulimwengu huu, sheria ni nguvu na mamlaka. Nguvu ndo sheria, mamlaka ndo sheria yenyewe. Ukishakuwa na mamlaka unafanya kila jambo unalotaka, lakini sasa kiburi kinatangulia maanguko. Naam. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni kukumbushe kwamba unaendelea kufuata kipindi chako kipendelevu Mtazamo wa Kisiasa, na ambako tunaongelea kuhusu siasa za nchi ya Tanzania. Sasa ukiangalia kulikuwa na ghasia ambayo ilitokea, na ukiangalia izake katika nchi ya Tanzania kunakuwa shinikizo ambayo iko kwa sasa kwa Gen Z, wanapenda mabadiliko ya katiba. Kweli kwa mabadiliko ya katiba ambao wanaitaka ndio itapelekea nchi kuwa sawa, ama ile katiba ndio inawapelekea wao kuwa katika hali ambao wako sasa, ama ni vijana tu wanazuka tu wajua ambacho wanakifanya kusema kwamba katiba iweze kubadilishwa. Na sasa hata wapinzani wao wanakuwa wanasema kwamba katiba lazima kuwe na marekebisho katika katiba. Katiba ni jambo kubwa sana, ni moja kati ya vitu ambavyo vijana au wananchi Tanzania wanalalamikia. Wanasema katiba ibadilishwe. Lakini sasa kwenye jambo la katiba Safari, kibinafsi singetaka hapo tuzungumzie sana, kwa sababu katiba ni jambo la ndani kabisa katika nchi. Tokea uhuru wa Tanganyika, alafu kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar ikawa Tanzania, katiba yao inakuwa ikitumika na chama kimoja tu, yani kwa sababu hakujawa upinzani kuchukua madaraka Tanzania, ni CCM tu tokea pate uhuru. Sasa wale wapinzani wanalalamika kwamba katiba inamsupport sana mtawala, inamtia nguvu mtawala, inamkingia mtawala. Sasa wanataka katiba ibadilishwe. Kweli katiba inaweza ikabadilishwa, lakini itakuwa siku wewe mpinzani utachukua uongozi wa nchi. Wewe sasa na wewe utataka utumike na katiba ambayo inakulinda, katiba ambayo inakupatia nguvu. Nao je, hawatalilia tena wapate katiba, yani igeuzwe mara tena, ibadilishwe tena ili wapate katiba ambayo inawalinda kama CCM ilivyoongoza na katiba ambayo inawalinda? Hapo ndo kuna tatizo. Leo hii Chadema wasema katiba ibadilishwe. Kweli inaweza kubadilishwa. CCM inaanguka, Chadema inachukua utawala, lakini nayo itataka tumike na katiba ambayo inamlinda. Kasheshe sasa atataka tena abadili katiba ili atengeneze katiba ambayo inamlinda, inakuwa ni jambo gumu. Ni kama vile mfano hapa kwetu Kongo, ambako rais wetu wakati bado angali mpinzani anamwambia Kabila, ambaye kwa wakati huo alikuwa anataka abadilishe katiba, anamwambia nchini Kongo katiba sio tatizo, tatizo ni vijana wapate ajira, tatizo ni amani irudie nchini mwetu. Leo hii amechukua madaraka, anasimama anatuambia kwamba katika katiba hii mna matatizo. Unaelewa hapo kwamba kwenye katiba kuna matatizo. Katiba ambayo jana alitetea leo imekuwa ni ngumu kwake. Hiyo ndio tatizo ya upinzani. Kwa hiyo naweza nikatoa ujumbe kwa wapinzani, kwa Watanzania kwanza, wapinzani kwamba wasililie jambo ambalo peke yao hawataweza kulisimamia, kwa sababu nao kesho watataka katiba ambayo inawalinda. Lakini naweza nikaomba kwa wananchi Tanzania waweze kuomba jambo ambalo pekee wanalijua vizuri. Ukiomba katiba ibadilishwe, uombe kwamba ibadilishwe sio kwa sababu ya kumlinda mpinzani wa kisiasa, imlinde mwananchi, kwa sababu Tanzania bwana, hata maaskari jeshi wanapiga kura. Hakiko sawa kabisa. Mwanajeshi ambaye ni wakulinda nchi, yeye hapashi kuwa na mtu ambaye anampenda. Yeye analinda kila mtu ambaye anaingia madarakani. Ana parti pris. Yeye analinda yule ambaye anaingia madarakani. Kama huko kwetu, mwananchi hawezi kupiga kura, lakini wao mwananchi anapiga kura, nani askari jeshi anapiga kura. Jambo kidogo inaonekana sio aliko sawa. Kwa hiyo
sheria kama zile ni vizuri zibadilishwe, lakini na sheria zingine ambazo zinamnyima mwananchi uhuru zibadilishwe, lakini sheria za kumpatia mpinzani nguvu wawe nazo, wafanye angalisho hapo, kwa sababu wote ni wafanya siasa na wafanya siasa hawaaminiki. Asante sana. Na labda ukiangalia namna lilivyo, ukiangalia Tanzania ndio nchi ambayo kwa sisi wa Afrika, hasa nchi za ukanda wa maziwa makuu, tulikuwa tukiangalia amani tunaiona Tanzania. Ukiangalia Kenya nako vile vile kulifanyika maandamano. Tanzania ndio huko ambako tulikuwa nafikiria kama kunaweza ukafanyika kitu ambacho kimefanyika. Unaenda nchi zingine hivyo hivyo. Kwa hii hali iliyoko ya maandamano na sasa vijana ndio wanakuwa wanajitokeza kufanya ya maandamano. Hii inaonesha nini ama inaashiria nini? Inaonesha vijana wamechoka na uongozi wa sasa, ama uongozi wa sasa au wapi vijana kipaumbele, ama nini ambacho kinakuwa kinasababisha hii? Hilo tumelizungumza tayari. Safari ni kwamba vijana duniani kote wanataka mabadiliko ya kisiasa. Huu sio wakati tena wa kuongozwa kama wenzetu wa huko Cameroon ambao wanaongozwa na mtu mmoja miaka 40 na kadhaa hivi, takriban 50. Mtu mmoja tu ndo anaongoza nchi, utafikiri ni ya baba yake ndo ameitengeneza nchi hiyo. Au sio wakati wenyewe? Na angekuwa basi anaongoza nchi hiyo, anaiongoza vizuri. Kuna comment ambazo zinasema kwamba wa Cameroon wanaongozwa na mababu zao, les ancêtres. Yani wao hawana haja ya kuomba mababu, wanaishi nao. Sasa ule mfumo wa siasa ya namna hiyo vijana wa sasa hawautaki tena. Ndio maana unaona mageuzi au maandamano yanainuka pote duniani. Watu wanataka mageuzi ya siasa, ya mfumo wa siasa. Sasa ni kuambia tu kwamba rais wa Zambia Hakainde Hichilema alikuwa anahutubia hadharani hivi, alipigwa mawe. Kwa nini? Na vijana wa Zambia walimpiga mawe kwa sababu walifanya nini? Alimsupport Mama Samia wa Tanzania. Unaelewa? Yani hiyo inakuwa na maana kwamba hata kule Zambia nako yule rais yule akileta manyanga, vijana wanakuwa tayari kufanya nini? Kumshinikiza atoke, sijui alete mageuzi ambayo wao watayataka. Hilo sio jambo la Tanzania tu, ni jambo ambalo ni Gen Z, tunaiona kwa Gen Z, kwa vijana hawa wa sasa ambao wanataka mageuzi, wanataka siasa bora, wanataka usawa, wanataka ajira, wanataka maendeleo katika nchi zao. Maana dunia ambayo tunapatikana ndani kwa sasa, kizazi hichi cha leo sio kizazi tena cha kujichukulia pesa uziwekee mfuko peke yako, wakati sote hapa tuna mahitaji ya kufanya katika maisha. Asante sana mpenzi mtazamaji, bila shaka kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho wake, na tunakushukuru na tunakusamini wewe mtazamaji wetu ambao unakuwa unatufuatilia kila mara. Kumbuka kwamba hiki kilikuwa ni kipindi cha mtazamo wa kisiasa ambako tulikuwa naongelea kuhusu siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, majirani zetu, na kipindi hichi huaga kinakujia kila wiki na tunakuwa tuna discuss mambo mbalimbali ya sasa, mada mbalimbali za kisiasa. Ulikuwa nami Safari Almasi, kuwa peke yangu, nilishirikiana na mwenzangu ambaye ni Isaac Mulucha Ashibe. Asante, ndio ambayo tulikuwa naye. Vile vile tulisaidiwa kiufundi mitambo ambaye alikuwa nyuma kamera alikuwa ni Habubakari Saidi. Hatuna ziada, tunakushukuru. Bye bye. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.